Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Karibuni kwa darasa letu. Tunashukuru Mungu kwa ametujalia tukaweze kujumuika katika hekalu lake kwa ibada ya kumwabudu na pia kwa nafasi nyingine ya kujifundisha neno lake. Alikuwa mwema na alikuwa mwingi wa rehema. Neema yake imeendelea kutushikilia, mkono wake umeendelea kutuonekania tangu tulipoachana Jumapili iliyopita. Najua ni ushuhuda ambao kila mmoja wetu ikiwa na nafasi naweza kushuhudia. Bwana asifiwe sana. Hivyo karibuni kwa darasa letu, na kitabu chetu ni cha Danieli, sura yake ni ya 8. Tuendelee kutafakari polepole kwa vile ambavyo tutajaliwa na Mwenyezi Mungu. Tutasoma katika sura ya 8 kuanzia mstari wa kwanza. Pengine kabla hiyo tutaomba. Mungu wetu uishie juu mbinguni, katika jina la mwanako Yesu Kristo, ni asubuhi nyingine njema ambayo tumejumuika katika hekalu lako kwa ibada ya kukuabudu, ibada ya kukusifu, ibada ya kutafakari wema wako katika maisha yetu, ibada ya kuwa na ushirika sisi kwa sisi. Tunakushukuru kwa ulinzi wako juu ya maisha yetu. Tangia tulipoachana Jumapili iliyopita, umekuwa pamoja na kila mmoja wetu katika maeneo mbalimbali. Umetuonekania katika hali tofauti tofauti, katika shughuli mbalimbali, na imekupendeza katika siku hii tukaweze kuonekana katika hekalu lako. Tunakushukuru kwa ulinzi wako juu ya maisha yetu. Tunakushukuru kwa upendo wako juu ya maisha yetu. Tunakushukuru kwa ajili ya neema yako. Maana Mungu, kama sio neema yako sisi hatungelikuwa vile tulivyo, maana tustahili lolote lililo jema kutoka kwako. Tumepotoka machoni pako katika fikra zetu, katika maneno yetu, katika matendo yetu. Tumepotoka, tumeenenda kinyume na mapenzi yako, na tunachukua nafasi kunyenyekea ili kuungama na kukiri makosa yetu na kuomba msamaha na kuomba rehema zako. Utusamehe makosa yetu, tutakase kutokana na yote ambayo tumefanya kinyume na mapenzi yako, na utupe kibali chako Mungu wetu kwa katika hekalu lako. Utukubali kila mmoja wetu kuhusika katika kila njia ambayo tunaenda kuhusika katika hekalu lako, na zaidi ya yote tutakapohusika kila mmoja wetu tunyenyekee ili wewe uinuke na wewe upokee utukufu. Tunajikabidhi mikononi mwako, tukikushukuru kwa hawa ambao umewajalia kuingia kwa wakati, na tukikushukuru kwa wale ambao bado wako njiani wanakuja ili kujumuika pamoja nasi katika ibada hii. Kila mmoja wetu tunajikabidhi mikononi mwako, na zaidi ya yote tunaomba Mungu wetu uangalie sirini mwa kila mmoja wetu, uingililie katika hali zetu, uingililie katika maisha yetu, uingililie katika mahitaji yetu. Kwa wale ambao wanakuhitaji katika njia za kiafya, katika miili zao, ama katika njia za kiafya kwa ajili ya miili za wapendwa wao, tunaomba Mungu ukanyoshe mkono wako wa afya juu yao, juu ya wapendwa wao, ukawarehemu, ukasababishe afya. Kwa wale ambao wana mahitaji ya kifedha, tunaomba Mungu ukafungue hazina zako za mbinguni, ukatimize mahitaji ya watoto wako katika njia za kifedha. Kwa wale ambao wanakuhitaji katika hali za kikazi, tunaomba Mungu ukajidhihirishe. Wengine wako na kazi lakini wana migogoro katika maeneo yao ya kazi, tunaomba Mungu ukawapiganie, ukawape ushindi, ukawape kibali katika maeneo yao ya kazi. Wale ambao wameajiriwa, ukawape kibali mbele za waajiri wao. Na zaidi ya yote Mungu wetu, jidhihirisha hata kwa wale ambao wanafanya shughuli za kibiashara. Tunaomba Mungu uonekane kwa jamaa zetu, uonekane kwa watoto wetu ambao tuko nao, na hata kwa wale ambao wako shuleni, tunaomba Mungu uwe pamoja nao. Onekana kwa kila mmoja wetu katika shughuli zetu za kila siku, kwa maana wewe ni Mungu, hatuna Mungu mwingine. Tunakukimbilia wewe, tunakutazamia wewe,
tunakutumainia wewe kwamba utatupa shuhuda za ushindi katika sehemu hizi zote kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunapoanza darasa letu, tunaomba ukaweze kuwa pamoja nasi. Roho wako Mtakatifu akaweze kuwa mwalimu wetu. Ufungue fahamu zetu, ufungue akili zetu, ufungue masikio yetu na macho yetu. Neno lako lipate nafasi katika maisha yetu. Tutakapokuwa tukifanya ibada pia, tunaomba uwepo wako uwe pamoja nasi. Na tukiona mwisho mwema wa siku, sifa na utukufu tutakurudishia. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Tutasoma kuanzia mstari wa kwanza wa hiyo sura ya 8. Biblia inasema, katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Mfalme Belshaza, maono yalinitokea mimi, naam, mimi Danieli, baada ya hayo yaliyonitokea hapo kwanza. Nami naliona katika maono, ilitukia nilipoona nalikuwako huko Shushani ngomeni katika wilaya ya Elamu. Nikaona katika maono, nami nalikuwa karibu na mto Ulai. Ndipo nikainua macho yangu, nikaona na tazama, mbele ya mto alisimama kondoo mume mwenye pembe mbili, na pembe zile mbili zilikuwa ndefu, lakini moja ilikuwa ndefu kuliko ya pili, na ile iliyokuwa ndefu zaidi ilizuka mwisho. Nikamwona huyo kondoo mume akisukuma upande wa magharibi na upande wa kaskazini na upande wa kusini, wala hakuna mnyama yeyote awezaye kusimama mbele yake, wala hakuna mnyama yeyote awezaye kupokonya mkononi mwake. Lakini alitenda kama alivyopenda mwenyewe, akajitukuza nafsi yake. Mstari wa 5. Nami nilipokuwa nikifikiri, tazama, beberu akatoka upande wa magharibi juu ya uso wa dunia nzima bila kuigusa nchi. Na beberu yule alikuwa na pembe mashuhuri kati ya macho yake. Naye akamwendea huyo kondoo mume mwenye pembe mbili niliyemwona akisimama karibu na mto, akamshambulia kwa ghadhabu za nguvu zake. Nikamwona akimkaribia kondoo mume, akamwonea hasira kali, akampiga kondoo mume, akazivunja pembe zake mbili, na huyo kondoo mume alikuwa hana nguvu kusimama mbele yake, bali akamwangusha chini, akamkanyaga, wala hapakuwapo awezaye kumwokoa kondoo mume katika mkono wake. Verse 8. Na yule beberu akajitukuza sana, na alipokuwa na nguvu, pembe ile kubwa ilivunjika, na badala yake zikazuka pembe 4 mashuhuri zilizoelekea pepo 4 za mbinguni. Na katika moja ya pembe hizo ilitokea pembe ndogo iliyokuwa sana upande wa kusini na upande wa magharibi na upande wa nchi ya uzuri. Nayo ikakuwa kiasi cha kulifikiria jeshi la mbinguni, ikaangusha chini baadhi ya jeshi lile, na ya nyota ikazikanyaga. Naam, ikajitukuza hata juu yake aliye mkuu wa jeshi hilo, ikamwondolea sadaka ya kuteketezwa ya damu ya daima, na mahali patakatifu pake pakaangushwa chini. Na jeshi likatolewa kwake pamoja na sadaka ya kuteketezwa ya daima kwa sababu ya makosa, nayo ikaiangusha kweli hata chini, ikatenda ilivyopenda na kufanikiwa. Ndipo nikamsikia mtakatifu mmoja akinena, na mtakatifu mwingine akamuuliza huyo aliyenena haya maono katika habari ya sadaka ya kuteketezwa ya daima, na lile kosa lifanyalo ukiwa, yataendelea hata lini
kukanyagisha patakatifu na jeshi. Mstari wa 18, akamwambia hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Verse 15 nasema, ikawa mimi Danieli nilipoyaona maono hayo, nilitafuta kuyafahamu, na tazama, alisimama mbele yangu mmoja mfano wa mwanadamu. Nikasikia sauti ya mwanadamu katikati ya mto Ulai iliyoita na kusema, Gabrieli, mfahamishe mtu huyu maono haya. Basi alipokaribia mahali niliposimama, nami naliogopa alipokaribia, nikaanguka kifudifudi, lakini aliniambia, fahamu mwanadamu, kwa maana maono haya ni ya wakati wa mwisho. Basi alipokuwa akisema nami, nalishikwa na usingizi mzito, na uso wangu ulielekea nchi. Lakini alinigusa akanisimamisha wima, akaniambia, tazama, nitakujulisha yatakayokuwa wakati wa mwisho wa ghadhabu, maana ni ya wakati wa mwisho ulioamriwa. Verse 20, yule kondoo mume uliyemwona mwenye pembe mbili, hizo ndizo wafalme wa Umedi na Uajemi. Tunajaribu kuwa keen wakati tunasoma kuanzia verse 20, kwa sababu hapo ndio kuna ile interpretation ya hiyo vision. Sawa sawa? Sawa sawa? Yule kondoo mume uliyemwona mwenye pembe mbili, hizo ndizo wafalme wa Umedi na Uajemi. Na yule beberu mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Uyunani, na ile pembe kubwa iliyo kati ya macho yake ni mfalme wa kwanza. Tena katika habari ya pembe ile iliyovunjika, ambayo badala yake zilisimama pembe 4, falme 4 zitasimama kutoka katika taifa lile, lakini si kwa nguvu kama zake. Verse 23, na wakati wa mwisho wa ufalme wao wakosao watakapotimia, mfalme mwenye uso mkali afahamuye mafumbo atasimama, na nguvu zake zitakuwa nyingi mno, lakini si kwa uwezo wake mwenyewe, naye ataharibu kiasi cha kustaajabisha watu na kufanikiwa na kutenda apendavyo, naye atawaangamiza hao walio hodari na watu watakatifu, na kwa mashauri yake atafanikisha hila mkononi mwake, naye atajitukuza nafsi yake moyoni mwake, naye atawaangamiza wengi katika hali yao ya salama, naye atasimama kushindana naye aliye mkuu wa wakuu, lakini atavunjika bila kazi ya mikono. Na maono ya hizo nyakati za jioni na asubuhi yaliyosemwa ni kweli, lakini wewe yafunike maono hayo, maana ni ya wakati ujao baada ya siku nyingi. Na mimi Danieli nikazimia, nikaugua siku kadha wa kadha, kisha nikaondoka nikatenda shughuli za mfalme, nami naliyastaajabia yale maono, ila hakuna aliyeyafahamu. Bwana bariki andiko. Amen. Daniel chapter 8. Daniel chapter 8. Naweza sema na vile tunaangalia, ukijaribu kubreak hiyo chapter unaweza ibreak katika sehemu mbili.
if you try to divide the chapter, you can divide it into 2 parts. The first part is verse 1 up to verse 14, isn't it? Yeah. Which comprise the vision, maono. Unajua kama uko na Biblia yako, wakati mwingine unaichafua kwa kuindicate vitu kama hizo. First tunaambiwa hii maono ni Danieli yalimkujia katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwa mfalme Belshaza. Haya ni maono ambayo Danieli aliyaona katika mwaka wa 3 wa mfalme Belshaza. Na ni maono ambayo yanafuata maono ambayo alikuwa ametangulia kuyaona, ambayo yako katika sura ya 7. Yale maono ambayo yako katika sura ya 7 tunaambiwa Danieli aliyaona katika mwaka wa 1 wa mfalme Belshaza. Na kitu kingine ambacho pengine ni muhimu kusema ni kwamba huyu mfalme Belshaza ndiye aliyekuwa mfalme wa mwisho wa Babiloni. This was the last king of Babylon. As we shall continue to read the chapter, we shall find out why. Katika hii sura tukishasema kwamba unaweza igawa mara mbili, sehemu ya kwanza ikiwa verse 1 up to 14 ambayo ndio iko na ile tunaita vision ama maono. Sehemu nyingine ya pili sasa inatoka from verse 15 to verse 27 ambayo inashika tafsiri ya maono, the interpretation of the vision. That is how you can divide the chapter. And then again in the chapter we can see several things. We can see, tunaweza kuona katika verse 3 inasema, nikainua macho yangu nikaona natazama pembe mbele ya mto alisimama kondoo mume mwenye pembe mbili, na pembe zile mbili zilikuwa ndefu, lakini moja ilikuwa ndefu kuliko ya pili, na ile iliyokuwa ndefu zaidi ilizuka mwisho. So kuna kwanza katika sura yenyewe kwa jumla tunaona kondoo, si ndio? Yeah. Mume, kondoo mume. Katika Kiingereza wamesema aje? Aram, isn't it? Yeah. Aram. Alafu after that verse 5, nami nilipokuwa nikifikiri tazama, beberu akatokea upande wa magharibi juu ya uso wa dunia nzima bila kuigusa nchi. Of course, huyo beberu akakuja akamwangamiza kondoo mume, si ndio? Akamwangamiza kondoo mume, si ndio? Kwa hivyo katika hiyo sura ya chapter 8 tuna huyo kondoo mume na kuna huyu ambaye katika verse 5 anaitwa beberu. Katika Kiingereza ni goat, isn't it? Goat, yes. Goat, yeah? A male goat, isn't it? So in the chapter we have a ram, kondoo, si ndio? Yeah. Kondoo wa kiume. Yeah. Alafu tuko na verse 5 inasema male goat, si ndio? Ama a goat, we have a goat with a prominent horn. A goat with a prominent horn between the eyes, isn't it? Yeah? Yeah. Ajaribu tu yani kupeana overview ya chapter. Kwa sababu mahali penye huko unaweza kuwa unajua hii chapter iko na wakina nani, who are the main characters, si ndio? Yeah. Main characters in the chapter.
main characters in the chapter. So we have a ram, we have a goat with a prominent horn between the eyes, and then verse 23 pia kuna character mwingine ambaye nataka tuone. Na wakati wa mwisho wa ufalme wao wakosao watakapotimia, mfalme mwenye uso mkali afahamuye mafumbo atasimama. Mfalme mwenye uso mkali. Verse 23. Sio? Kiingereza inasema having Pharisees teachers who understand sinister skills. Yeah, verse 23, sindio? In summary tunaweza sema a man or a king with a stern face, sindio? Mfalme ama mtu wa uso mkali. Maybe wa kutisha, sindio? Na nia mbaya. Of course, sasa tukiwa tumefanya hivyo, tumejaribu kuangalia wale wahusika katika hiyo katika hiyo sura. Yeah. So kwanza tumefahamu ya kwamba ni sura ambayo imejigawa mara mbili. Outline yake tumesema inajigawa katika mara mbili. Ya verse 1 up to verse 14 na verse 15 up to verse 27. Alafu sasa tunaangalia the main characters in the chapter. Tunasema we have a ram, we have a he-goat, we have a king or a man with a stern face. Mfalme ama mtu mwenye uso mkali. So hivyo ndio venye tunaweza gawa hiyo vision. This is how we can further divide this vision. Hivyo ndio venye tunaweza subdivide hiyo vision, hiyo maono katika sehemu tatu. Powerful ram with two horns. Shaggy goat, kondoo wa manyoya mengi, and the stern man, or the man with a stern face, or the man with intrigue, man with a stern face. Hivyo ndio venye tunaweza ku break down katika hiyo sura. Alafu tunaambiwa hatuna mambo mengi sana ya kufanya kujaribu kutafuta ati hii maono inamaanisha nini, kwa sababu Mungu mwenyewe amependezwa kutupa tafsiri ya hiyo maono. So si tuko tuna kazi rahisi ya kujaribu kutoa hiyo maono vile inavyojionyesha katika tafsiri yake. Hatuna kazi mingi sana kujaribu kuanza kufikiria, kujaribu kuanza kutafuta, kujaribu kuanza kuhangaika, hii inamaanisha nini. It has pleased God to reveal to us. Wanaweza sifa sana. Amen. It has pleased God. So that's how we can look at the chapter. Hivyo ndio venye tunaweza angalia katika hiyo chapter ili tuwe na wakati ambao pengine unaweza kutufaa to break the chapter like we have done into two parts or into two divisions, then to break the vision into three parts. Kuvunja ama kugawa hiyo maono katika sura ya 8 ya kitabu cha Danieli, kuvunja hiyo maono ama kuigawa katika sehemu tatu ili
tuone kama tunaweza kupata kitu. So kwanza kabisa kuna hii kondoo katika mstari wa 3. Kuna hii kondoo katika mstari wa 3. Ndipo nikainua macho yangu nikaona, natazama, mbele ya mto alisimama kondoo mume mwenye pembe mbili, na pembe zile mbili zilikuwa ndefu, lakini moja ilikuwa ndefu kuliko ya pili, na ile iliyokuwa ndefu zaidi ilizuka mwisho. So tafsiri yake hiyo ndio maana ambayo yako nao. Of course ukisoma katika mstari wa 4 inasema, nikamwona huyo kondoo mume akasukuma upande wa magharibi na upande wa kaskazini na upande wa kusini, wala hakuna mnyama yeyote awezaye kusimama mbele yake, wala hakuna mnyama yeyote awezaye kupokonya mkononi mwake, lakini alitenda kama alivyopenda mwenyewe, akajitukuza nafsi yake. Hivyo ndio venye verse 3 na 4 inasema. Ni vizuri tu kusema kwamba chapter 8 verse 4 ni vizuri kuonyesha kwamba kama kwa Kiingereza wanasema it sounds similar to chapter 7 verse 5. You remember chapter 7 about the beasts, isn't it? Can we maybe check chapter 7 verse 5? Biblia inasema in verse 5 ya chapter 7 ya Daniel, natazama mnyama mwingine wa pili kama dubu, naye aliinuliwa upande mmoja, na mifupa mitatu ya mbavu ilikuwamo kinywani mwake, katika meno yake. Wakamwambia mnyama huyo hivi, inuka ule nyama tele. Chapter 8 verse 4. You read chapter 8 verse 4, you have also to have in mind chapter 7 verse 5. Nikamwona huyo kondoo mume akisukuma upande wa magharibi na upande wa kaskazini na upande wa kusini, wala hakuna mnyama yeyote awezaye kusimama mbele yake, wala hakuna mnyama yeyote awezaye kupokonya mkononi mwake, lakini alitenda kama alivyopenda mwenyewe, akajitukuza nafsi yake. Nami alipokuwa verse 3 na 4, verse 3 na 4. Wacha niwasomee notes zingine hapa. Inasema, now this sounds similar to 7:5. 8:3 na 4 sounds similar to chapter 7 verse 5, where in the prophecy the prophet saw 4 beasts. And Daniel wrote, there before me was a second beast. Ile nimewasomea katika verse 5 ya chapter 7 ni ule mnyama wa pili, which looked like a bear, dubu, raised up on one of its sides. This is similar to the picture of the 2 horns, because one was growing bigger than the other. Umeangalia pembe mbili za huyu kondoo katika chapter 8. Pembe moja alikuwa anakuwa kuliko mwingine. Na ukiangalia katika chapter 7 verse 5, yule mnyama wa pili ambaye ni dubu ambaye anawakilisha ufalme wa Mede na wa Pasha, si ndio? Ama wa Mede na Wajemi. Wa Mede na Wajemi, hizi terms zinasumbua kidogo. This is similar to the picture of the 2 horns, because one was growing bigger than the other,
The second beast of Daniel 7, a bear, was the Medo-Persian Empire that would replace the kingdom of Babylon. And that empire was raised up on one of its sides in Daniel chapter 7, and had one horn that later grew longer than the other in Daniel chapter 8. So Persian Empire, Medo-Persia, naitwa Medo-Persia Empire. Majina mawili yanarifaa kwa empire moja, lakini wanasema inainama upande mmoja zaidi, kumaanisha kwamba hizi falme mbili zimeshikana, moja inainama ama inazidi ingine kwa nguvu, ndio sababu inaegemea upande mmoja zaidi. So the Persian Empire in time overshadowed the Medes, who were much weaker. Medo-Persia, Persia walikuwa na nguvu, walikuwa wanazidi Wamede, na ndio maana ya kusema imeinama upande mmoja zaidi ya upande mwingine, maanisha upande mwingine imelemea upande mwingine, na which means hapa Persia wamelemea Wamede, ingawa wameshikana, nguvu zao ziko pamoja, lakini namaanisha nguvu ambazo ni nyingi kabisa ambazo zinafanya vitu ni zile za Wapasha, zile za Wapasha. Ukiangalia katika sura ya 8 unaona tunaambiwa tafsiri yake katika verse 20. Tafsiri yake katika verse 20 tunaambiwa, angalia verse 20, yule kondoo mume uliyemwona mwenye pembe mbili, hizo ndizo wafalme wa Umedi na Uajemi. Umedi na Uajemi. Sasa Umedi na Uajemi ndio katika Kiingereza tunasema Medo-Persia. Umedi na Uajemi. So utakumbuka ya kwamba hii chapter 8 haiachani na chapter 7 na chapter 2. Sijui kama mtu anaweza realize. Medo-Persia Empire inatajwa mara ya 3 katika chapter 8. Na tunaambiwa Persia is growing stronger than the Medes. Mara ya kwanza Medo-Persia imetajwa katika Daniel chapter 2. Daniel chapter 2 kuna hiyo sura ama kuna hiyo mchoro ya mtu ambaye ametengenezwa kwa dhahabu, kichwa na vitu kama hizo. So utaangalia kwamba dhahabu ambayo ni kichwa ilikuwa ni Babylon, na sehemu ya pili ilikuwa Medo-Persia, si ndio? Sehemu ya pili ilikuwa Medo-Persia. Chest and arms of silver katika hiyo drawing ya chapter 2. So unaona tunaangalia chapter 2, chapter 7 na chapter 8 inazungumzia kitu moja. Anaweza sikwe sana. Amen. So katika interpretation yake vile tumesema, Danieli hakuwa na kazi ngumu ya kujaribu kubaini tafsiri yake ni nini, kwa sababu Mungu alikuwa amemwandaa malaika Gabrieli wa kumfahamisha Danieli nini maana ya hayo maono ambayo alikuwa ameona. Sometimes tuko na ugumu wa kuelewa na tunaanza kutafuta tutapata aje kuelewa. Sisi mara nyingine tunaweza kusoma zaidi, kusoma huku, kufungua hapa ndio tuone kama tutaelewa, which is good. Wakati mwingine tunaambia Mungu tusaidie kuelewa kile ambacho Mungu ametaka tuelewe, tunaelewa. Kile ambacho hataki tuelewe, tunabaki kwanza tuelewe. Na sababu ni kwa nini tusielewe kwa wakati huo. Lakini hapa Mungu alikuwa amemwandaa malaika wake Gabrieli moja kwa moja kuelezea Danieli tafsiri yake ni nini. Kwa hivyo
Huyo kondoo ambaye tunamuona katika verse 3 anawakilisha, or he represents the kings of Media and Persia, Medo Persia. Anawakilisha ufalme wa Mede, wa Ajemi, Mede na Waajemi katika hiyo verse 20. Umedi katika Kiswahili mzuri ni Umedi na Uajemi. Na baada ya hiyo pia tuko na beberu, si ndio? Beberu katika hiyo verse 5. Tuko na beberu katika verse 5. Verse 5 inasema, nami nilipokuwa nikifikiri, tazama, beberu akatoka upande wa magharibi juu ya uso wa dunia nzima bila kuigusa nchi, na beberu yule alikuwa na pembe mashuhuri kati ya macho yake. Naye akamwendea huyo kondoo mume mwenye pembe mbili niliyemwona akisimama karibu na mto, akamshambulia kwa ghadhabu za nguvu zake. Nikamwona akimkaribia kondoo mume, akamwonea hasira kali, akampiga kondoo mume, akazigunja pembe zake mbili, na huyo kondoo mume alikuwa hana nguvu kusimama mbele yake, bali akamwangusha chini, akamkanyaga, wala hapakuwapo awezaye kumwokoa kondoo mume katika mkono wake. Na yule beberu akajitukuza sana, na alipokuwa na nguvu, pembe ile kubwa ilivunjika, na badala yake zikazuka pembe 4 mashuhuri zilizoelekea pepo 4 za mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. So from verse 5 up to verse 9 ukiendelea, kuna sasa hiyo a he-goat or a goat with a prominent horn, beberu wa pembe kubwa kali, ambaye tunaambiwa alikuja akalemea ram ama kondoo katika verse 3, na tafsiri yake iko katika verse 21 na 22. Na yule beberu mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Uyunani, na ile pembe kubwa iliyo kati ya macho yake ni mfalme wa kwanza. Tena katika habari za pembe ile iliyovunjika, ambayo badala yake zilisimama pembe 4, falme 4 zitasimama kutoka katika taifa lile, lakini si kwa nguvu kama zake. Na wakati wa mwisho wa ufalme wao wakosao watakapotimia, mfalme mwenye uso mkali afahamuye mafumbo atasimama. That's verse 1 up to verse 21 na 22. Verse 21 na 22. Interpretation ya beberu. Beberu ametajwa katika verse 5, lakini interpretation yake tuko nayo katika verse 21 na 22, na tunaambiwa ni mfalme wa Uyunani ama Greece. Hapa lazima tukuwe na ile statue yetu katika chapter 2, na lazima tukuwe na beasts wetu katika chapter 7. Sindio? Sindio kweli? Unajua haileti raha sana, lakini lazima tuangalie hiyo maneno, kwa sababu tunazungumzia kuhusu mfalme katika chapter 2. Wakati mfalme aliona ndoto, akatafuta tafsiri ya hiyo ndoto akashindwa, Danieli alipopatikana kumpatia tafsiri, mnakumbuka katika chapter 2 namwambia Danieli, mfalme, wewe ndio kichwa hiki cha dhahabu, unawakilisha ufalme wa Babiloni. So it's like
chapter 2, chapter 7 and chapter 8, even chapter 9 venye tutaendelea kuangalia, ni Mungu anaangalia vile falme zitakuja, falme tofauti. How we shall have different kingdoms with different people under those empires. Ni ufalme wa kwanza ambao tunaambiwa katika Biblia ni kichwa cha dhahabu ambao kinawakilisha ufalme wa Babiloni, which is gold is very expensive as you compare to these other metals, isn't it? Brass, zinc or iron. Gold is outstanding. Dhahabu ni very precious, very powerful in this case in terms of might or strength. So Mungu anamwambia mfalme katika sura ya pili ya kwamba wewe ndiye wewe ndio hiki kichwa cha dhahabu. You are this head of gold. You are representing the kingdom of Babylon. You have all the strength. Uko na nguvu zote kabisa. Lakini kumbuka kuna ufalme mwingine ambao utakuja na utakuwa na nguvu na utakuzidi na utakuangamiza. Hiyo ndio tafsiri ambayo Danieli anampatia mfalme katika chapter 2. Sasa katika chapter 7 Danieli naye anakuja kuona maono ambaye anaanza kushikana na ile ndoto ya mfalme katika chapter 2. Si ndio? Sasa katika chapter 8, kwa sababu bado ndio maono ambayo mfalme Danieli anaona bado, unashikanisha hiyo maono ya chapter 7 na chapter 8 na unashikanisha pamoja na ndoto ya mfalme katika chapter 2. Unaona wanazungumza the same thing, kwamba huu ufalme utatangulia kukua, na ufalme huu kwanza ni kichwa, ni mtu ambaye kichwa chake kimetengenezwa kwa dhahabu na kinawakilisha ufalme wa Babiloni, kumaanisha kwamba ufalme wa Babiloni ndio utakaokuwa kwanza na nguvu, ufalme ambao utatawala ulimwengu mzima, lakini kisha tutatokea na ufalme mwingine ambao utakuwa na nguvu, utauzidi na utauondoa katika mamlaka. In this case tutakuwa na chest na arm. Chest na arm ambayo imetengenezwa kwa nini? Lazima ushikanishe chapter 2 bwana. Rafiki zangu. Lazima mshikanishe chapter 2, chapter 7 na chapter 8. Mfalme anaambiwa ya kwamba yes, you are powerful as an empire, as a kingdom, but there shall come another kingdom that will be more powerful, that will remove you from power. And this kingdom, as you look at the beasts, the first beast, the second beast, the first beast represents the Babylon, isn't it? Then the second beast in chapter 7 represents what? Medo-Persia. Now you look at chapter 8 where we have read in verse 20. Now we don't have Babylon mentioned anywhere. Naona katika verse 20 Mungu anasema ni Umedi na Uajemi. Katika verse 20, yule kondoo mume uliyemwona mwenye pembe mbili, hizo ndizo wafalme wa Umedi na Uajemi. Now you will notice something that maybe you may not have noticed, that in chapter 8 we have gone now to the kingdom of what? The Medo-Persia. Now no mention of what? Babylon. Are we together? Umenotice hiyo kitu? Yeah. Kwa sababu huwezi soma chapter 8 peke yake. Lazima usome chapter 8 in the light of chapter 7 and in the light of chapter 2. Sasa ukishika zote pamoja, ukiangalia vile Mungu anatafsiri katika chapter 2 na vile anapeana tafsiri katika chapter 7 na vile anapeana tafsiri katika chapter 8, tumefika kwa chapter 8, Mungu anaanzia kwa ufalme wa Umedi na Uajemi. Tayari ufalme wa Babiloni umefanywa nini? Umeachwa nje. Kumaanisha ufalme wa Babiloni umeshafanya nini? Umeshakuwa conquered na Umedi na Uajemi. That is why now there is no need to talk about it. Babylon is no more. The kingdom of Babylon is no more.
Now we have the kingdom of Medo Persia, Umedi na Uajemi. Lakini kama umeangalia katika verse 5, na kama umeangalia verse 21 na 22, kama umeangalia verse 21 na 22, huyu kondoo mwenye manyoya mengi mwenye ametokea katika verse 5 amefanyia aje huyo kondoo katika verse 3 na 4? Amemkanyaga mbaya sana, si ndio? Yeah. Amemvunja hizo pembe, si ndio? Yeah. Na Mungu anatuambia nini katika verse 21 na 22? Huyo beberu, si ndio? Huyo beberu, yule beberu, verse 21 na 22, na yule beberu mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Uyunani. Ni mfalme wa Uyunani. Now go back to our beasts, the list of our beasts. Ufalme wa Uyunani ama Greece ni namba ngapi? Number 3. So tumetoka katika Babylon. Babylon imeshaangamizwa na Umedi na Uajemi, si ndio? Tumefika kwa huo Umedi na Uajemi ambao wameangamiza Babylon, na tunaambiwa katika verse 5 ukishikanisha chapter 8 verse 5 ukishikanisha na verse 21 na 22 kwamba wa Umedi na Uajemi ambayo inawakilishwa na huyu kondoo mwenye pembe mbili umegongwa, ukavunjwa, ukakanyagwa na beberu mwenye pembe moja katikati ya macho zake, si ndio? Amevunja hizo pembe mbili, amekanyaga. Na tunaambiwa huyo beberu ni ufalme wa Greece ama ufalme wa Uyunani. Now, which means tumetoka kwa Babylon, tumetoka kwa Umedi na Uajemi, Medo Persia. Tumekuja kwa Greece. Hapa lazima ukuwe na hiyo statue katika chapter 2, uangalie kichwa kilikuwa cha dhahabu. Dhahabu ilikuwa inasimamia nini? Babylon, si ndio? Mabega na arms zilikuwa za nini? Zilikuwa zinawakilisha nini? Uangalie hizo falme zote zimejipanga hapo. Alafu kuja katika chapter 4, the beasts. Mnyama wa kwanza ni simba ambaye ni Babylon. Mnyama wa pili ni dubu ambaye ni ufalme wa Umedi na Uajemi, si ndio? Mnyama wa tatu ni leopard ambaye ni Greece in this case, si ndio? Wanaweza asifiwe sana. So Greece inakuja iko hapo. Sasa pengine kutoka hapo ndio tutaangalia Greece itaondolewa na nani, si ndio? Wanaweza asifiwe sana. Tutaangalia Greece itaondolewa na nani. But up to there tuko pamoja. Tunaelewa? Hatuko mbaya sana. The shaggy goat is the king of Greece. This is the interpretation. The large horn between his eyes is the first king. The large horn between his eyes is the first king. That large horn represents a man called Alexander the Great. The first major king of Greece. He conquered the world. And then we are told baada ya huyu beberu kuangamiza yule kondoo katika verse 3 na 4, huyu beberu aliyekuwa tuna pembe moja kubwa akaangamiza yule kondoo, si ndio? Akavunja pembe zake mbili. Tunaambiwa na yeye hii pembe yake moja ikafanya nini? Hii pembe yake moja ikakuja ikafanya nini? Ikavunjika. Bwana lazima msome Biblia.
Hizi ongea vitu zangu. Soma hii Biblia mara kadhaa. Niliwaambia last Sunday, someni. So beberu na pembe yake kubwa akishaangamiza kondoo na kuvunja hizo pembe zake mbili na kumkanyaga, na yeye huyu pembe wake mmoja mkubwa naye akavunjika. Na maandiko yanasema, na baada ya kuvunjika kwa huyu pembe mmoja huyu mkubwa, badala yake kukatokea pembe ngapi? Yeah. He broke one horn, and then out of the one horn they grew up how many? 4 other horns. 4 other horns. Ambazo pia zilikuwa na nguvu, lakini hazikuwa na nguvu kama hii pembe yake moja. Na tunaambiwa ya kwamba hizi pembe 4 ambazo zilimea baada ya hii pembe moja kuvunjika kwa beberu, pia inawakilisha falme ngapi? Falme 4. Which means after ufalme wa Uyunani, that is what the indication, isn't it? After the kingdom of Greece, because when the horn is breaking, it means the kingdom or the empire of Greece being done what? Finished, isn't it? Yes. But then we are told, yes, it has broken, but 4 more others have come up, isn't it? Yeah. So not stronger than the major one, isn't it? Yeah. So we are told, and those 4 horns are representing 4 different kingdoms that will come after the kingdom of what? Of Greece. And as a person. Yeah. Hizo pembe 4 ambazo zilimea zilikuwa zinamaanisha falme zingine 4 ambazo zitakuja baada ya ufalme wa Uyunani ama Greece. These are the 4 horns that replaced one that was broken off, representing 4 kingdoms that will emerge from his nation, but will not have the same power. And of course, God explains the meaning for us. So ile pembe, tumeambiwa ile pembe ilikuwa inawakilisha mfalme wa kwanza kabisa wa ufalme wa Yunani, ambaye tunaambiwa ni mtu anaitwa Alexander the Great, ambaye alikuwa na nguvu sana na ambaye alipiga ulimwengu mzima. Hii mambo mengi yake imetimia. Mambo mengi imetimia na kuna mengine bado. Mambo mengi imetimia. Lazima tusome polepole tukiangalia lipi lililotimia. Wale walipata nafasi ya kuyaona yakitimia wana sababu za kushukuru, na yale ambayo hayajatimia, sisi tuombe Mungu atusaidie, atupe uvumilivu. Ile siku yatakuwa yakifanyika, tuwe tunajua kwamba Mungu tayari alikuwa ashafanya nini? Ashatuprepare. Si ndio? That's the meaning of predictive prophecy. Mambo ambayo yatafanyika na hayajafanyika, tukiambiwa mapema hivyo inamaanisha tukue tayari ili yatakapokuwa yakifanyika, shall be in the picture, knowing that this is the scripture. Biblia ilikuwa imeshasema. Wanaweza sifesa. Amen. Tusipotezwe, yani tusipotee. I hope hatupotei, si ndio? Kufikia hapo tumeelewana. Tutaendelea kutoka hapo katika hiyo chapter 8. Sawa. Tumalizie hiyo chapter 8 Jumapili ijayo, alafu tuingie katika chapter 9. Mungu anazungumza kuhusu huu ufalme, na huu ufalme ukitoka ni ufalme mgani utakuja, na huu ufalme mwingine ukitoka ni ufalme mwingine mgani utakuja, na huu ufalme ambao utatoka ni ufalme mgani utafuata. So Mungu ako na hiyo mambo yote katika historia. Imagine, He's God who has the history in our hands. Mambo ambayo yanatakiwa tupatie matumaini sana ya kuendelea kumwangalia huyo Mungu na kuendelea kumtumikia. Of course chapter 8, wakati tutamalizia kusoma hiyo chapter 8, tafadhali msikose Jumapili ijayo.
It's very encouraging. Nimeshasoma notes mimi, nimeshasoma hiyo sura mara karibu 6. Nasoma notes, nasoma nini. Chapter 8 is really encouraging. Na Jumapili ndio nitawapa hiyo encouraging part ambayo iko katika chapter 8. Yule mtu anauliza, hii mambo itafanyika mpaka lini, si ndio? Mmesoma hiyo swali hapo. How long will these things go, isn't it? Na Mungu anamwambia, these things will not go on forever. These things will just go on for a while. Amempa mpaka idadi ya masiku. Yeah. Hizi mambo zitafika mwisho. Sitaki niwape saa hizi mseme wote tushapewa pale. Next time Sunday ndio nitawapa hiyo part ya encouragement yenye iko katika hiyo prophecy. It's very important for you and me. The pains, the tribulation, it's just for a while. It will come to the end. We shall be victors. Tutakuwa washindi. Tusikose Jumapili ijayo. Tumalizie hiyo sura, tuangalie hiyo part. Tutasonga tu polepole. Hakuna mtu anatukimbiza. No one is pushing us. Hatuwezi kusema ati tuko hapana. Sisi tu ni bora tumepata nafasi ya kuangalia polepole. The book of Daniel mpaka tumalize, si ndio? Very soon utakuwa katika chapter 9. Na unajua tukiwa katika chapter 9 inamaanisha tutakuwa tunabaki na only 3 chapters kuondokea Daniel. So kama upati kitu itakuwa mbaya. Inatakiwa uko unasoma hiyo kitabu ukiwa peke yako. Kama kuna vitu unaweza leta tusaidiane kusumbuana, ukuje mapema kwa sababu tunaenda tukiendanga tukimaliza sisi rudi tena kwanza Daniel. Tutende tu polepole. Kuna mambo mengi ambayo pengine huwezi elewa kwa sababu ni mambo ambayo maandiko yanasema. Mambo ya nyakati za mwisho, tunatakiwa tujue hizo nyakati za mwisho ni nyakati gani, si ndio? Nitazungumzia sana kuhusu hizo nyakati za mwisho Jumapili ijayo. Hii maneno ni ya nyakati za mwisho. Ni nyakati gani hizi ambazo Biblia inasema nyakati za mwisho? Je, ni kurudi kwa Yesu Kristo vile watu wengine wanavyofikiria? Nitafafanua hapo Jumapili ijayo. Kwa hivyo Mungu awabariki. Tuombe.